Mvua ya makombora kutoka Iran yatikisa Israeli, wananchi wajificha, hofu yatawala kila kona. Kulipokuwa na ukimya wa kawaida wa usiku, ghafla anga la Israeli lilipasuka kwa sauti za milipuko, vingora vya tahadhari vikilia kwa nguvu, na mioyo ya watu kugubikwa na hofu isiyoelezeka. Mashambulizi ya Iran yaliyotokea jana na juzi hayakuwa tukio la kawaida. Yalikuwa ni ujumbe mzito uliotikisa siasa, usalama na maisha ya kila siku ya wananchi wa Israeli. Katika miji mbalimbali, watu walikimbilia kwenye mabunkers na maeneo ya kujificha, wakikumbatia watoto wao huku wakijiuliza, kesho itakuwaje? Hakukuwa na uhakika, hakukuwa na majibu ya haraka. Kulikuwa na sauti za milipuko tu na hofu iliyotawala anga na ardhi. Maisha ya kawaida ya Waisraeli yamesimama kwa muda. Shule zimefungwa, biashara nyingi zimeathirika, na watu wengi wamebaki ndani ya nyumba zao wakifuatilia taarifa kwa hofu na taharuki. Kila simu inayopigwa, kila ujumbe unaoingia unakuwa na uzito mkubwa. Labda ni taarifa ya hatari au pengine habari ya ndugu yako aliyeko kwenye eneo la mashambulizi. Katika hali kama hii, siasa hazionekani tena kuwa mijadala ya mbali, zinakuwa ni maisha halisi. Wananchi wanabeba mzigo wa maamuzi ya viongozi wao. Kila shambulio linaacha si tu uharibifu wa majengo, bali pia majeraha ya kisaikolojia ambayo hayaponi kirahisi. Wapo wazazi wanaojaribu kuwapa watoto wao ujasiri, wakisema kila kitu kitakuwa sawa, ilhali ndani yao wenyewe wamejaa hofu. Wapo vijana wanaotazama anga kwa wasiwasi, wakijiuliza kama ndoto zao bado zina nafasi katika dunia iliyojaa migogoro. Wapo wazee wanaokumbuka vita vya zamani, wakihisi kana kwamba historia inajirudia kwa uchungu ule ule. Mashambulizi haya pia yameleta hali ya mshikamano kwa baadhi ya watu, ambapo majirani wanasaidiana, wanagawana chakula na kuwafariji waliopatwa na hofu zaidi. Lakini pamoja na mshikamano huo, ukweli mchungu unabaki. Vita huacha athari ambazo si rahisi kufutika. Kwa upande mwingine, dunia nzima inatazama kwa karibu. Mataifa yanatoa matamko, viongozi wanatoa kauli, lakini kwa yule mama anayemkumbatia mtoto wake ndani ya banka, maneno hayo hayana uzito mkubwa kama sauti ya mlipuko inayosikika nje. Hali hii imeibua maswali mengi. Je, amani ina nafasi gani katika dunia ya leo? Je, maisha ya binadamu yana thamani gani mbele ya siasa na nguvu za kijeshi? Na ni nani anayebeba mzigo mkubwa wa vita hivi? Je, ni viongozi au ni wananchi wa kawaida? Katika hali halisi, wanaoumia zaidi ni watu wa kawaida, wale ambao hawana sauti kwenye maamuzi makubwa, lakini ndio wanaoathirika moja kwa moja na matokeo yake. Ndoto zao zinavunjika, maisha yao yanabadilika ghafla, na hofu inakuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Mara nyingine, picha zinazoonekana kwenye vyombo vya habari hazionyeshi kikamilifu maumivu ya ndani ya watu. Nyuma ya kila mlipuko kuna hadithi ya familia, ya ndoto, ya maisha yaliyokatizwa ghafla. Na hadithi hizi mara nyingi hubaki kimya, bila kusikika duniani kote. Katika kipindi hiki kigumu, jambo moja linaonekana wazi. Amani si kitu cha kawaida. Ni zawadi ambayo mara nyingi huonekana ndogo mpaka inapopotea. Na pale inapopotea, ndipo watu hutambua thamani yake halisi. Tangazo. Unataka biashara yako ijulikane kwa njia ya kipekee na yenye mvuto mkubwa? Sisi tunakusaidia kufikia watu wengi kwa ubunifu wa hali ya juu. Tunapokea matangazo ya biashara yako, tunatengeneza video maalum kwa ajili ya jina lako au brandi yako, tunafundisha jinsi ya kuwa content creator bora na mwenye mafanikio. Tunatoa ushauri wa kisaikolojia kwa maisha bora na yenye utalivu. Wasiliana nasi sasa, 0765696665. Usikubali kubaki nyuma. Anza leo kubadilisha maisha yako. Maoni yako ni muhimu. Wewe unaonaje hali hii? Je, unafikiri kuna suluhisho la kudumu kwa migogoro kama hii? Maoni yako yanaweza kuwa sauti ya mabadiliko. Tuandikie mawazo yako.